Na mpenzi mfuatiliaji wa Radio Maria ambaye anatufuatia kupitia kurasa mbalimbali za Radio Maria ikiwemo YouTube, Instagram, Facebook. Ninakukaribisha katika mahojiano maalum ambapo tunaenda kufahamu kwa ufupi historia ya Padri Beda OSB ambaye amefanya utume wake katika abasia hii ya Ndanda na mahali sehemu tofauti, na kwa nafasi hii tumepata nafasi ya kukutana na abate wa abasia hii ya Ndanda, Abate Christian Temu, na kupitia yeye basi tunaenda kufahamu mambo mbalimbali kuhusiana na marehemu Padri Beda. Baba, tumsifu Yesu Kristo. Milele mina ndugu yangu. Pole kwa msiba. Shukuru. Poleni pia kama wanashirika kwa kuondokewa na Padri Beda. Asante sana. Mimi pamoja na mtazamaji ambaye anatufuatilia tunatamani kufahamu machache kuhusiana na Padri Beda. Kwanza tunatamani kupitisha katika historia yake kuzaliwa na safari yake ya wito mpaka kufikia hapa Tanzania. Kitu cha kwanza ni shukuru sana Radio Maria, sauti ya Kikristo nyumbani kwako, nyumbani kwetu, nyumbani kwangu, kwa kutupa pole, kutufikiria katika wakati huu wa msiba, kutufikia, kututembelea na kutaka kujua zaidi kuhusu mpendwa mzee wetu, baba yetu, Baba Beda Pavel ambaye alifariki wiki iliyopita. Labda kabla sijaenda katika historia yake, ningependa kwanza kwenda kwenye kanuni ya baba yetu Benedikto. Mtatu Baba Benedikto, baba wa monaki, katika kanuni yake anaandika kuhusu kifo. Na anasema kwamba mtawa yeyote katika maisha yake aishi kama vile atakufa wakati wote, akiweke kifo mbele ya uso wake, mbele ya macho yake. Anasema mtakatifu baba yetu Benedikto. Na sisi watawa wa Benediktini kwa namna pekee ambao tunaishi kwa karibu sana, tuna maisha yetu ni ya pamoja sana, na jumuiya ambazo kama ya kwetu ambapo kuna wazee wenye zaidi ya 80 wanakuwa ni wengi, mashirika yote duniani. Kwa hivyo vifo ni sehemu ya maisha yetu. Tunaadhimisha vifo vya ndugu zetu mara kwa mara. Kwa hiyo kwetu hasa sisi ambao kidogo ni vijana, miaka 50 shuka chini, kifo kweli kiko mbele ya macho yetu. Tunaona ndugu zetu wanakufa kila mara, wazee wetu wanakufa kila mara, na tunazika kama sio kila mwaka basi kila baada ya miaka miwili tunaenda katika makaburi kuja kuwazika ndugu zetu. Na ndicho kilichotokea siku za karibuni mzee Beda alivyofariki. Yeye alizaliwa mwaka 1935 mwezi June, lakini amefariki mwezi Mei. Ndio kusema kwamba kutoka mwaka 25 huo 35 hiyo mpaka 25 hii hapa ni miaka 90. Ingaje hajafikisha kabisa, amekasoro mwezi mmoja, lakini tunaweza kusema alikuwa na miaka 90. Kwa hiyo ni mtu ambaye alibarikiwa maisha marefu na ameshiba siku, tunatoka kusema hivyo. Hivi alizaliwa mwaka 1935 kama nilivyosema, na baada ya kufanya masomo yake ya awali huko Ujerumani, basi mwaka 64 hivi alitumwa Tanzania kwa mara ya kwanza. Baba Beda ni mtawa au alikuwa mtawa wa abasia ya Münsterschwatzer. Mtajua kwamba shirika letu la St. Ottilien lina monasteri kadhaa huko Ujerumani. St. Ottilien ambaye ni mama wa monasteri zingine, lakini pia Münsterschwatzer ambaye ni abasia kubwa na watawa wengi wametoka Münsterschwatzer, lakini pia kuna nyumba zingine kadhaa. Kwa hiyo alitokea Münsterschwatzer na amefika Ndanda. Kumbuka miaka ya 60 kulikuwa na kama ukuralo wa misionari wa Peramiho na wa misionari wa nakaa upande wa huku kabla majimbo ya Kitanzania hayajazaliwa. Kwa hiyo alivyotumwa alienda upande wa Peramiho zaidi, na amefanya kazi hasa za kimisionari, na umisionari wake ulikuwa hasa ni kuwafundisha wa seminari. Zile ilikuwa ni kawaida kwamba kabla Mjerumani hajatumwa Afrika lazima aende Uingereza. Kwanza akajifunze Kiingereza, akijua vizuri, lakini baadaye au wakati huo
ajifunze kile kitu ambacho angetaka kuja kukifundisha huko Afrika. Na kwa sababu Baba Beda huyo alitaka kuwa mwalimu, basi alifanya diploma ya walimu huko Uingereza, London. Na kwa hiyo alipokuja upande wa Peramiho, kama nilivyosema, alienda seminarini kufundisha wa seminari. Masomo yake yalikuwa ni ya science pamoja na hesabu, mathematics, hivi fizikia, kemia na biolojia ndio kwa masomo ya Baba Beda. Na amefundisha seminari ndogo za upande ule Mbinga kule kama Kigonsera amefundisha. Baadaye amefundisha seminari nyingine huko, na baada ya kutoka huko alikuja seminari ya Namumpa upande wa Ndanda. Sasa kutoka eneo la Peramiho akaja Ndanda. Amefanya kazi kwa miaka kadhaa katika seminari ya Namumpa ambayo ilikuwa ni kama jimbo la Ndanda. Na hapa Ndanda seminari siku hizi iko chini ya jimbo Katoliki la Lindi. Hivi alifanya mambo hayo kwa mpaka mwaka 1985. Baba Beda amekuwa kwa kweli ni mwalimu wa seminari na waseminari wadogo. Na bila shaka ukiangalia mapadri wengi, labda baadhi ya maaskofu, hakika watakuwa wamefundishwa na Baba Beda. Mmoja niliyesikia kwa hakika ni Askofu Kiangio wa jimbo Katoliki la Tanga, lakini pia abate wetu marehemu Abate Placidus Mtunguja alifundishwa na yeye. Nasikia pia Vicar General wa jimbo la Lindi, Baba Mbinga na mapadri wengine. Tunaweza kufanya utafiti kwa kweli, watu waliosoma Kigonsera miaka hiyo, waliosoma Namumpa miaka hiyo, waliosoma na huko seminari ya Soni ambayo alienda mwaka 85 katika jimbo la Tanga, wataweza kushuhudia. Amefundisha vijana wengi ambao wamekuwa mapadri, labda wamekuwa ni maofisa katika serikali yetu. Nimesikia pia kwamba alimfundisha mheshimiwa marehemu sasa Bernard Membe, amefundishwa na Baba Beda pia. Na wengine bila shaka watajitokeza, watasema, watashuhudia kwamba walifundishwa na Mzee Beda walivyokuwa seminarini. Hivi mwaka 1985 kama nilivyodokeza, alihamia jimbo la Tanga, na kule pia alifanya kazi hiyo seminari St. Joseph pale Soni kufundisha masomo hayo mahesabu, fizikia, biolojia na kemia. Nafikiri aliona kwamba kazi yake au wito wake kweli ni kuandaa mapadri wa kesho, na alifanya hivyo, sio kwa kufundisha tu dini au Biblia, hapana, kwa kuwapa elimu ya ulimwengu, elimu ya kisayansi, namna gani wanaweza kuelewa dunia, namna gani wanaweza kuchangamsha akili zao, ili watakapoenda katika utume waweze kuwa na uwezo mkubwa wa kuelewa mazingira na hivi kuhusiana vizuri na mazingira. Na kama tunavyojua, sio kila mmoja anaenda seminari anakuwa mtaona, anakuwa padre. Kwa hiyo alishiriki pia katika kutayarisha raia wema na watu makini, mahiri, kama ulivyosikia kuhusu mheshimiwa Bernard Membe. Baada ya mambo haya ya walimu mpaka 1985, Baba Beda alipokea wito mpya kutoka kwa wakuu wake wa shirika kutoka Pandanda. Akafanya kazi tofauti mji mkuu wa Katoliki Dar es Salaam. Afanya nyumba yetu ya wageni ambapo pia ni Procura, sema ambapo wageni, lakini pia wageni wa shirika, wageni mbalimbali, lakini pia vifaa vinavyotumika kukuza kazi za kimisionari vinafikia. Ndio maana tunasema Procura pale Dar es Salaam Kurasini. Hivi alifanya kazi pale kwa muda mwingi wa miaka mingi, miaka karibu 13 amefanya kazi pale, kutunza wageni, kupokea wageni, kupeleka wageni airport. Na niseme kwamba mimi binafsi nimefika Dar es Salaam kwa mara ya kwanza natokea jeshini, na kuja Ndanda kwa mara ya kwanza mwaka 94 kwa ajili ya kujiunga na utawa. Yeye mwenyewe alikuwa ni mkuu wa nyumba pale, ndio alinibeba kunileta airport, kunitia katika ndege. Nilikuwa sijapakia ndege, basi ananitia katika ndege na kunipeleka Mtwara. Mtwara walinipokea, lakini walau ndiye alinileta airport Dar es Salaam. Nilikuwa hata sijui, kanileta airport, kanitia kwenye ndege na kuja kwamba ninasafiri. Na mimi ni mfano watu wengi ambao wamewezesha kusafiri kwenye kona mbalimbali za Tanzania, lakini pia
kwenda Ulaya na kuna nchi zingine. Hivi Baba Beda amekaa pale Dar es Salaam mpaka 2000 na kitu, miaka mwanzo 2007 hivi. Baadaye aliweza kuhama tena akaenda Kilimahewa, na Kilimahewa ni parokia ambayo iko kama kilomita 80 kusini mwa Dar es Salaam, na pale aliweza kufanya kazi ya uparoko. Unaweza kuona Baba Beda amefanya mambo mangapi. Kwanza walimu na walimu wa sayansi kwenye seminari mbalimbali, lakini baadaye amefanya mambo ya kutunza wageni, kutunza nyumba, kutunza wageni kwa miaka mingi. Lakini pia hakuishia hapo, akatoka tena ameenda sasa kufanya uchungaji. Na tunavyojua ni kwamba hata kigango cha Kilimahewa alikuwa anakihudumia alipokuwa Kurasini. Kwa hiyo alikuwa sio mtu ambaye alisahau uchungaji. Hata hivyo alienda Kurasini na akaanza uchungaji. Akaanza kujenga pamoja na msaada wa fadhili, wakaanza kujenga ile parokia. Siku hizi Kilimahewa imekuwa ni kati ya parokia nzuri sana za jimbo la Dar es Salaam. Kanisa zuri, nyumba safi, ni mission center nzuri, kuna hospitali imeanzishwa pale, kuna mashule, kindergartens, vigango mbalimbali. Hivi karibuni imezaa hata parokia ndogo ya Kisegese karibu na pale Kilimahewa. Kwa hiyo ni parokia ambayo imeenda vizuri, na tunamshukuru Baba Beda sana kwa uchungaji huu pamoja na marafiki zake na wafadhili na kushirikiana na jimbo kuu la Dar es Salaam waliweza kufanya uchungaji huo wa kiparokia. Kwa hiyo niseme kwamba Baba Beda alikuwa ni mtu misionari kwa ile maana ya asili, kutoka nyumbani kwao kwenda nchi nyingine na kufanya chochote kinachowezekana kunyanyua maisha ya watu. Amefanya hivyo kielimu, amefanya hivyo kijamii. Ukiangalia mambo yaliyoendelea pale Kilimahewa, lakini pia ukiangalia yote yaliyotokea pale Dar es Salaam, Baba Beda ametoa mchango mkubwa sana. Baada ya kazi zake za Kilimahewa, basi alistaafu na amerudi Ndanda. 2019 amerudi hapa, na sababu ya uzee na kuchoka, basi kwa tunamtunza mama sister wa Tutsi, sister dada zetu hapa nyuma wamemtunza. Na baadaye alianza kuugua siku za karibuni, tumejaribu kumtunza tulivyoweza, lakini umri ulikuwa umekwenda na ulikuwa ni mdhaifu, na Mungu aliamua kumchukua na kumuita kwake wiki iliyopita. Kwa hiyo hii ni historia fupi ya Baba Beda. Tutamisi, lakini tunajua kwamba yuko salama mikononi mwa Yesu mfufuka, na tuseme baada ya miaka 90 kwa sababu amemaliza hija yake hapa duniani, na tunamweka mikononi mwa Mungu tukiamini kwamba tutakutana naye siku moja. Hapo mzike kwa amani. Amina. Pia unaweza kutueleza kwa ufupi Baba Beda alibobea sana katika mambo gani kwenye masuala ya liturujia? Unajua katika liturujia parokiani, unajua ni kuadhimisha sakramenti kimsingi, kuadhimisha sakramenti, kubatiza, sakramenti zingine kama za komunyo, kuhakikisha kwamba watu wanapata sakramenti ya kipaimara, na kutunza parokia, unasema parish administration, uongozi wa kiparokia kwa ujumla, na kuhakikisha kwamba imani inakuwa parokiani, si kama chuo kikuu cha Kikatoliki ambacho watu wanabobea kwenye mambo fulani matabu ya teolojia. Hapana, ule uchungaji na kuadhimisha liturujia, na maadhimisho ya liturujia maana yake ni maadhimisho ya sakramenti na sala zingine za kanisa. Na asante sana. Na umeelezea mambo mengi ambapo pia nilikuwa nimeandaa kama sema masuala, lakini pia umeshatueleza kwamba seminari ambazo amepita kufundisha, lakini maeneo ambayo pia amefanya utume, lakini vile vile umetueleza majukumu mbalimbali ambayo ameyafanya enzi za uhai wake. Kwa hivyo kama shirika labda kitu gani ambacho mtaweza mtakienzi kutoka kwa Baba Beda? Ndio, hii ni kitu cha muhimu sana. Swala lako ni la maana sana, kwa sababu kila mtu anaishi kwa maana fulani. Mwenyezi Mungu anapokuumba anakuumba kwa maana fulani. Kwa hiyo na hiyo maana ionekane katika maisha yako, na kama haupo tena tuione maana hiyo. Maana hiyo tuibebe, tuishi nayo, tuendelee nayo. Kitu ambacho mimi binafsi nafikiri, naomba Mungu pia kwa watawa wenzangu hapa Ndanda, kitu ambacho ninajifunza kwa Baba Beda ni ile utayari wake. Utayari wake kama misionari
kufanya hiki na hiki na hiki na kwenda huko na huko na huko na huko. Nafikiri ndio Kiingereza kuna neno tunatumia la flexibility. Misionari awe flexible. Ndugu mtawa, ndugu misionari awe tayari kweli kwenda kushuhudia injili popote, lakini kutoa huduma popote anapotumwa. Huyu Baba Beda kama unavyoona amekuwa mobile sana. Huko na kokote alikofanya amefanya kazi nzuri. Ndio kitu ambacho ninawaombea ndugu, najiombea mimi mwenyewe niwe, lakini pia nawaombea watawa wenzangu. Tujifunze kwa Baba Beda kuwa tayari kutumwa na kufanya kazi mahali popote. Asante sana. Na labda kama una kitu chochote cha kuongezea ambacho labda sijaweza kukuuliza hapa kuhusiana na Baba Beda. Asante sana. Baba Beda alikuwa ni mtu mpole. Baba Beda alikuwa mpole na alikuwa mtu ambaye sio, kwa Kiingereza tunasema sio complicated. Alikuwepo, yani Mzee Beda akiwepo yupo na yupo kwa ajili yako. Hata katika uzee wake alipokuwa hapa Ndanda, hata kumbukumbu zake zinaanza kupotea, alikuwa na smile muda wote, alikuwa na tabasamu muda wote, alionyesha roho ya urafiki muda wote na alikuwepo kwa ajili ya watu. Na ndicho ambacho najiombea mimi mwenyewe, ndio ninachowaombea watawa wetu kweli. Tuwepo pale kwa ajili ya watu wengine, tuonyeshe roho ya urafiki, tuonyeshe roho ya wema, tuonyeshe roho ya kuwa simple. Baba Beda alikuwa simple. Na sisi nafikiri ndio kitu muhimu sana ambacho tunaweza kujikiga kwake pia. Baba Abate, mimi nikushukuru sana kwa muda wako, kwa kutoa muda kwa ajili ya kutuelezea machache yanayohusiana na Padri Beda ambapo Mungu amemwita kwake. Tunatambua amefanya mengi na pengine tungepata muda wa kutosha labda tungeelezea mengi zaidi, pengine hata siku nzima ama siku mbili, lakini walau kwa ufupi mimi pamoja na mtazamaji tutakuwa tumefahamu walau kwa uchache ambayo yanamhusu marehemu Padri Beda. Asante sana kwa muda wako, lakini pia niendelee kutoa pole kwako wewe, lakini pia kwa wanashirika kwa msiba wa Baba Beda. Nikushukuru sana ndugu yangu, lakini sasa kuna pekee upeleke shukrani hizi kwa Radio Maria yote Tanzania, na kuna pekee hapa Kusini kwa kutupa pole lakini kututembelea. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Asanteni. Asante sana.